Katika funzo au somo la wakati huu, ningelipenda tuweze kuanza kuzungumzia kazi ambayo Kristo aliifanya na ambayo anaendelea kuifanya katika behewa na kupitia mfumo wa madhabahu ya kuteketeza kafara. Tunapoenda kwenye kitabu cha Kutoka 27, kitabu cha Kutoka 27 mstari wa kwanza hadi mstari wa 7, ningelipenda tuweze kupata kusoma pale, tuweze kuangalia meza hii au madhabahu haya yalikuwa katika mfumo upi. Kutoka sura ya 27 fungu la kwanza. Imeandikwa, nawe fanya madhabahu ya mti wa mshita, nawe ufanye madhabahu ya mti wa mshita, urefu wake utakuwa ni dhiraa 5, na upana wake dhiraa 5. Hiyo madhabahu itakuwa mraba, na kwenda juu kwake kutakuwa dhiraa 3. Nawe fanya pembe 4, katika pembe zake 4 hizo pembe zitakuwa za kitu kimoja, na pembe zitakuwa za kitu kimoja na madhabahu. Nawe utayafunika shaba, na vyombo vyake vya kuyaondoa majivu yake utavifanya na majembe yake na mabakuli yake na uma zake na meko zake, vyombo vyake vyote utavifanya vya shaba. Fungu la 4, nawe ulifanyie hiyo madhabahu wavu wa shaba, kisha utie pete 4 za shaba katika hizo pembe 4 za ule wavu. Nawe tia huo wavu chini ya kizingo kizungukacho madhabahu upande wa chini, ili huo wavu ufikirie katikati ya hiyo madhabahu. Nawe fanya miti kwa ajili ya madhabahu, miti ya mshita, na kuifunika shaba. Fungu la 7, na hiyo miti itatiwa katika pete, na ile miti itakuwa katika pembe 2 za madhabahu, katika pande 2 za madhabahu wakati wa kuichukua. Fungu la 8, uifanye ya vyombo. Nashukuru. Sasa tunaenda kuangazia sehemu hii ya pili katika somo letu. Tunaenda kuzungumzia madhabahu ya kuteketeza kafara. Tunaposoma, nikirudia tu kwa maana yake tushasikiza, madhabahu haya ya kafara yametengenezwa na malighafi 2. Malighafi ya kwanza ni mti, na mti wenyewe ni acacia. Okay? Yaani kwa lugha ya Biblia wanaita mti wa mshita, lugha ambayo nafikiria tunaelewa. Sijui kama nikisema saa acacia ndio sasa nimechanganya zaidi, ama inakuwa ni karibu kueleweshwa ama kuelewana. Acacia umechanganya zaidi hapo, kwa kujua tunakuwa wachache. Nao kwenye lugha ambayo itakuwa rahisi, acacia unauhitaji huo mshita. Kwa hivyo mnaelewa? Yaani ni mti wa kawaida, mnaujua? Ni mti wa kawaida. Ni mti wa kawaida sana. Mti wa mshita is acacia tree. Sasa naposema acacia, kwa wale ambao mnaelewa acacia ni mti aina upi? Aina ipi? Huko yani naona kama mimi umri huu sijawahi kuona. Unapenda kuota kwenye sehemu ambazo zina uwanda ambao mvua ikinyesha na jana. Mti ambao una vijani vidogo vidogo hivi, kuna mimba mingi, ndege wanapenda sana kujenga. Ule ambao wanasema asali ya ukeka naitwaje? Ukeka ile ya nyuki inaitwaje? Mizinga ya nyuki, unapata asali yake inakuwa tamu, kwa maana yake sijui nasema kitu fulani. Ni mti fulani katika nchi za Kimasai. Mnajaribu kunielewa? Mti wa mshita is a common tree, sio mtu mwingine wa ajabu, but anyway ni mti ambao labda ukitembea barabarani, angalia mti ambao matawi yake ni madogo madogo, kuna miba mingi, alafu unaweza tengeneza kivuli kikubwa.
huo unaitwa acacia. Now but anyway, kuona mti wenyewe labda sio sana umuhimu katika somo langu, lakini malighafi ya mti, yani malighafi ya madhabahu ndio pointi yangu, kwamba kuna mti au kuna mti unaotumika pale, alafu mti wenyewe ukafunikwa na malighafi ya pili ambayo inaitwa shaba. Okay? Na sasa madhabahu yana pembe 4. Sawa? Yeah. Na pembe hizi 4 ni kitu kimoja na madhabahu, kwa maanisha ya kwamba wanapotengeneza pembe sio kitu cha kuunga juu, bali ni kitu ambacho wanakitengeneza kikiwa moja kwa moja kwenye mti. Sawa? Yaani kwa mfano kama ni madhabahu, tuseme tutajaribu kuweka sura kama tunatengeneza, sio kwamba unatengeneza sanduku au madhabahu yale alafu unakuja kuongeza pembe juu. Unapoitengeneza kutoka chini lazima iwe kwenye ni sehemu ya mwili mzima wa madhabahu. Kwa hivyo ni sehemu ya nini? Ya madhabahu. Sawa? Okay. Alafu kuna baadhi ya vitu vingine pale ambavyo ni kwa ajili ya utumizi tu wa kubebea moto, kubebea madhabahu, ambao sifikiri kama nina wazo kuyahusu hayo. Sasa wazo langu ni kwa sababu gani madhabahu haya yametengenezwa na mti wa mshita na kwa nini yamefunikwa na nini? Na shaba. Hiyo ndio lengo langu katika wazo hili la jioni. Now, tukishapata hapo, then tutaweza kurudi katika mambo yaliyokuwa yanafanyika pale na umuhimu wa mambo yaliyokuwa yanafanyika pale. Wakati mwingi matatizo tunaokuwa nayo katika Ukristo ni kwa maana Mungu anapotupatia ishara fulani au anapotupatia vitu fulani vya nje, wakati mwingi huwa tunashindwa yani tunashindwa kuchukua kanuni au tulivyotumia ile lugha ya asubuhi, virutubisho vya kanuni, tunakoma kwenye mfumo. Kwa mfano, Waisraeli walibaki wakimletea Mungu kafara kwenye sikukuu hizi zote bila kuelewa umuhimu wa kafara zile na kusudio la kafara zile. Wakawa wakija mbele za Bwana katika sikukuu zile wanamwimbia Bwana bila kuelewa lengo la sikukuu zile. Ndio baadaye Mungu anaanza kuwaambia kwenye kitabu cha Amosi kama sijakosea, sifa zao na sabato zao ni machukizo kwake. Akafika pahali akawaambia hata kafara zenyewe zimemchosha. Ni kwa maana walizifanya kwenye mfumo ambao wanamfanyia, lakini hawaelewi lengo la Mungu kupeana ilikuwa ni kitu gani. Wengine wamepotea zaidi kabisa katika kupotosha. Wengine wamefika pahali ambapo wanachukua vile vitu ambavyo Mungu amewapatia kama mfano, alafu wanavitumia kama kitu halisia chenye uwezo wa kuwasaidia. Na ijapokuwa maandiko yenyewe yanasema kwenye kitabu cha Waebrania kwamba damu yenyewe haiwezi kuokoa binadamu yeyote, ama haikuweza kuondoa dhambi yoyote wanyama wale. Kuna wanadamu ambao hata tunapozungumza leo hivi wameanza kubuni jinsi ya kuuza hata damu yenyewe. Kwa maana yake wanasema kwenye maandiko ya kwamba hatuwezi takaswa ama hamna ondoleo la dhambi isipokuwa kwenye nini? Kwenye damu. So kuna wachungaji tayari wameanza kuuza kwenye vichupa damu ya Kristo, ambao wenyewe wameitengeneza kutoka wapi? Kwa lengo la kwamba watafuta damu ya Kristo kuipeana. Sawa? Huyu ni mtu ambaye amesoma mfano lakini hajaelewa mfano huu lengo la Mungu kuupeana ulikuwa ni kitu kipi. Na kuna wengine ambao wameenda step nyingine ambayo wanaanza kutafuta hata kupeana maji ya utakaso. Kwa maana kwenye patakatifu kulikuwa na maji yenye nini? Ya kusafisha na kutakasa, au nini kutakasa au mwenyeje? Ni kutawadha, nimesikia lugha fulani. Kutawadhia. Au maji ya kutawadha. So kuna wengine wanafikiria kwamba nikibeba chupa na maji kwenda choo nikienda kuosha sasa nimejitawadha. Sio? Kwenye akili zake hicho. Kwa maana yake Mungu alikuwa amepeana kwenye patakatifu maji ya makuhani kutawadha miguu na mikono yao kabla ya kwenye hifadhi, kwenye kufanya huduma kwa patakatifu. Huyo ni mtu ambaye amechukua mfano bila kuchukua maana ya mfano ule ulikuwa ni nini na lengo kuu ya mfano ilikuwa ni nini, ndiposa kanuni iliyo nyuma ya mfano ule iwe ndio ambaye anaitafuta na wala sio kufuata mfano. Sio kama naelewa vizuri? Haya, kuna wengine ambao wanaweza kutafika mpaka pahali ambapo lazima avae kama mkuhani mkuu na kofia. Kuna mmoja tumepatana na tukio mahali fulani. Simaanishi ya kwamba kama unataka kufanya hivyo usifanye. Mimi sina shida na hiyo. But point yangu ya msingi ni kwamba
tusije tukakoma kwenye mifano au kwenye symbols. Symbols ni ishara bila kujua maana ya. Kwa mfano, ikiwa mtu anatahiriwa, tulivyokuwa tunazungumza jana, ukifikiria kwamba kutahiriwa ndio utakatifu, utakuwa umepotea. Sio? Lakini mtu ambaye ametahiriwa ndani, wewe ukiamua kutahiriwa kwa maana kama ni ishara ya kuonyesha kama umekubali wokovu wa Kristo, mimi sasa ingia kwenye marumbano na wewe. Sio kama umenielewa? Pointi yangu ni hii, Waisraeli walikosa kuelewa maana ya kutahiriwa, wakabaki na symbol, ishara ya kitu kingine, lakini kitu chenyewe hawakubaki. Naomba kuwaambia mbona nazungumza haya. Unaposoma kitabu cha Kutoka 25, japokuwa sikukusudia kwenda pale, mstari wa 8 natuambia wanitengenezee patakatifu ili niweze kukaa pamoja nao. Mstari wa 9, kulingana na yote nitakayo kuonyesha wewe, sio? So ningelipenda kuuliza swali. Musa alichokitengeneza ni hiki sio hiki? Ni hicho hapo sio? Ni hiki sio hiki? Jambo hili ndilo ambalo alionyeshwa au sio? Au alitengeneza mfano wa kile alichokionyeshwa? Alitengeneza mfano wa kile alichoonyeshwa. Unajua, sijui kama nitakuwa nimekosea. Kuna vitu ambavyo tunavichukulia kawaida na tumeshika nukuu zenyewe, lakini hatujakaa chini tukawaza zaidi. Sikumaanisha kwamba tafuta mambo ya ajabu pale, lakini usikize maandiko yaongee. Musa anaambiwa alionyeshwa nini? Alionyeshwa kitu, alafu akaambiwa sasa wewe tengeneza mfano wa kile nilichokuonyesha. Hivi mnanielewa? Hebu nione kwenye ishara ya mkono ambao wananielewa. Kwa maana yake nakusudia mkatae. Kwa maana yake mimi ninachojua ni kwamba nilivyokuwa ninaamini kitambo. Musa alionyeshwa maskani, akayatengeneza kulingana na alivyoonyeshwa. Hivyo ndivyo nilivyokuwa navyojua. Hivi bado sijajua kama tuko kwenye laini moja, yani mmenielewa hamjanielewa? Hebu tusome mstari wa 8 na 9. Fungua Biblia ya Kiswahili. Kutoka 25. Mstari wa 8. Kutoka sura ya 25, mstari wa 8 na wa 9. Imeandikwa, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao, sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo, mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Sasa nina swali. Musa alionyeshwa mfano wa maskani au alionyeshwa maskani yeye akatengeneza mfano wake? Alionyeshwa maskani akatengeneza mfano. Sawa, naomba tuikomee hiyo hapo. Tuende katika sehemu nyingine. Sasa aliyoyaonyeshwa baadhi yao ndio haya, okay? Sawa? Sasa huo alichokipewa ni mfano au alionyeshwa kitu chenyewe? Unajua hapo mna mtihani mkubwa. Alionyesha chenyewe, yeye atengeneze kopi yake. Nirudie kusoma. Naomba nirudie kusoma kwa sababu sio marefu. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao, sawasawa na haya yote nikuonyeshayo, mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Sawa. Kaonyeshwa nini mimi nauliza? Alionyesha. Sawa. Wacha sasa tupige hatua kidogo, ndipo tusikae hapo sana, okay? Kaonyeshwa mfano au kaonyeshwa harisi, sio? Siulizi alichokitengeneza, alichokionyeshwa. Inaonekana alionyeshwa mfano halisi.
halisi Alionyesha maskani atengeneze mfano wa hiyo. Mbinguni kuna mfano, kuna kitu halisi. kuna halisi. Kuna mfano hapo sasa. Sasa wacha niwaambie, mbona nawaambia hivi? Ndio. Measurement kama mwenyewe kama kaonyeshwa halisi atengeneze mfano, hizi measurement alizitoa wapi? Kabuni mwenyewe? Hapana, alitoa Mungu. So kwenye measurement zile ni zile zilizoonyeshwa? Hapana. Kama ingekuwa ionyesha na measurement yasingetolewa maelezo pale kwamba utatengeneza ya urefu huu na urefu huu. Yaani vipimo kwa maana hizo maana yake vipimo. Anyway, ni sawa. Ni point yangu ya msingi ni kwamba hata ukiingia hapa yenyewe hautapata ngozi yoyote ya ng'ombe mbinguni. Ndio. Hamna ngozi yote mbinguni ya ng'ombe, sio? Lakini haya yote Musa alionyeshwa. Kwa maana yake hakukaa kabuni mambo yake. Ni kulingana yote nitakayo kuonyesha. Yote nitakayo kuonyesha ni mfano. Naomba nirudie vizuri. Utengeneze kulingana na yote nitakayo kuonyesha. Sawa? Hayo nitakayo kuonyesha yote ni mfano wa maskani, ni pattern. After a pattern of the tabernacle. Sawa? Kwa maana yake hivi, hii alionyeshwa, hakuonyeshwa. Alionyeshwa. Na hii behewa inazungumzia kazi inayofanyika wapi? Kuna madhabahu ya kuchoma kafara mbinguni mahali popote. Lakini hii alionyeshwa hii. Ndio. Swali la pili. Kwenye hekalu la Mungu, msisahau kuna kitu niwashawapatia caution tayari. Kuna hekalu wapi? Sawa? Jamani, msinipate vibaya. Hapo nataka tumeweka msumari, hiyo tushamalizana nayo. Kwamba tuna hekalu wapi? Mimi ninachokiuliza, alichokionyeshwa Musa, kuna pahali popote mbinguni kuna pasia. Yaani sizungumzii majumba yenyewe yako mangapi. Pale sizungumzii hicho. Yaani alichokionyeshwa ni pasia. Mahali fulani mbinguni kuna pasia fulani ambayo mchonga malaika ipo. Au alichokionyesha mfano wake ni kwamba mbinguni kuna vyumba viwili na malaika wa Bwana wanakuwela hapo, ni malaika wenyewe na wala sio mfano wa malaika. Alionyesha mfano. So kitu halisi mbinguni unatarajia kuona basia iliyochongwa sema pasia labda, sema pasia ni pasia na ukuta umechorwa malaika. Au nakusudia kupata malaika wenyewe? Watakuwepo wenyewe. Haya basi sijamaliza. Alipoonyeshwa chumba hiki, alionyeshwa mfano wake au yenyewe mahali ambapo kwenye chumba cha kwanza mbinguni kuna mikate kwa meza. So unatarajia ukiingia mbinguni kuna zaidi ya sehemu ya kuna mkate kwa meza. Unaona mfano vile. Sasa kidogo, si kuna mkate hapa kwenye meza juu. Mbinguni unapoingia unatarajia kuona mikate kwa meza, au ni kitu halisia chenye kinachowakishwa na mkate? Ndivyo itakuwa halisi yenyewe. Halisi yenyewe. Kuna kopi. Sasa unanielewa vizuri? So kitu halisi kinawakilishwa na mfano, sio? Mungu hakusudii kuhamisha akili kwa mifano. Anakusudia utafute kitu chenyewe. Sawa? Kwa maana yake kiti cha Mungu pia kinawakilishwa na sanduku la nini? Wangapi unaofikiria kwamba kiti cha Mungu mbinguni kinakaa juu ya mawe mawili? Kwamba kuna mawe mawili. Yameandikwa chini yake amri yako 10. Najua unaanza kufikiria ufunuo, nikaona mbingu ikafunguka na sanduku yafunguliwa
Najua unaanza kufikiria huko. Sawa. So mi point yangu ya msingi ni kwamba tatizo la Wakristo wote, mimi mwenyewe nikiwepo hapo, Mungu anapotupatia vitu ambavyo ni symbols, akili zetu huwa inakuamia kwa symbols, ishara zile, bila kuangalia kinachoitwa maana inayokusudiwa. Sawa? Ndio maanake utaenda Kenya kununua mafuta na maji kutoka wachungaji wanaojua wanayatoa wapi. Sawa? Na ndio maanake itakubidi siku moja uende kujiunganisha na madhabahu. Toa sadaka, ujiunganisha na kitu gani? Mambo hayaendi sawa sawa katika maisha yako. Wangapi ambao mambo hayaendi sawa sawa kule katika maisha? Kipato, uchumi, ya mambo hauna mlango. Vitu vingi. Unaambiwa ni kwa sababu haujajiunganisha na madhabahu. Ni kwa maana kuna madhabahu hapa ya kutoa kafara, sio? So wanakuambia leta kitu ujiunganishe na madhabahu. Kwa akili zao wanajua ya kwamba wanakuwekea nadharia ya kwamba Mungu anahitaji kitu, ndipo sasa akuanze kukusaidia. So unamletea kwa madhabahu. Hawaelewi makusudio ya madhabahu Mungu aliyoyapeana yalikuwa ni yapi. Sasa umekoma kwenye madhabahu yake pale. So ukifungua mtandao kila mtu anajiunganisha na madhabahu. Unajiunganisha kwa madhabahu? Letea Mungu nini? So tuna Mungu ambaye anahitaji kitu. Kwa maana yake tafsiri ya hapa pia tumeipotosha. Hello? Yeah. Sasa haya mambo ambayo Mungu ameyapeana mfano. Tatizo linakuwepo baada ya hapo pia ni kwamba unaweza kuwa kwenye hatari ya kupatiana maana ya mfano wewe mwenyewe badala ya kungojea mpeana mfano akuelezee. Unaelewa vizuri? Kwa maana yake hivi, mpeana mfano alipopeana mfano wowote hapa, wewe usilete maana yako kaipandikiza pale. Ukiileta hapo utakuwa umepotosha lengo la mpeana nini? Mtoa mfano, sio? So Mungu alipotupea mfano atuachi kwenye giza, pia anatupatia kifunguo na maelezo yanayofafanua mfano. Hebu tukumbushane kwenye kitabu cha Not Great Controversy. Kitabu cha Education 36. Education 36 inasemaje? Kitabu cha elimu. Naomba turudi kitabu cha elimu, badala ya 36 ni 35 paragraph 1. Anasema hivi: But the people were slow to learn. The people were slow to learn the lesson. Hawa watu walikuwa nani heading yake? Chapter yake? Yeah. Chapter 5. Watu hawa walikuwa ni slow to learn. Wazito kuelewa. Accustomed as they had been in Egypt to material representation. Waliokuwa wamezoea walipokuwa kule Misri, material representation wa vitu. Umeipata hapo? Ndio uko nayo hii? Ndio. Naomba nipe kifungulie. Hii chapter ngapi umefika tayari? Now, elimu kwa Waisraeli. Hiyo ni chapter gani hapo? Ulisema chapter 5. Yaani kwenye hii kitabu najaribu kutafuta kwenye hii. Itakuwa rahisi ukisoma, kwa maana yake nafikiria inaweza kuwa rahisi kuiangalia. Elimu, viumbe, Biblia, maarifa. Hii sasa sijui kama inaweza kupata kuielewa sasa. Naye ambaye anaweza nisaidia kutafsiri kwa maana yake ambe. Naona sasa hii hata nikianza kutafuta sioni kama naelewa. Elimu kwa Waisraeli, ukurasa ni wa 21. Inasema hivi:
Ndio hii hapa. Lakini watu walikuwa walegevu kujifunza. Hapo soma hapo. Nasemaje? Unasema hivi? Ni ukurasa wa 22. Haraka haraka jamani, kwa maana yake tayari naona kama muda unakimbia kweli kweli. Lakini watu walikuwa walegevu kujifunza somo. Lakini watu walikuwa ni walegevu. Na neno walegevu kwa Kiingereza ni watu waliokuwa slow to learn. Walikuwa na uzito wa akili kuelewa. Wakiwa na mazoea ya Misri ya kuona vitu vilivyowakilisha miungu. Walivyokuwa wamezoea vitu vinavyowakilisha miungu, kwa lugha nyingine nyepesi, walikuwa wamezoea kuona miungu kwenye nini? Kwenye macho, vyenye kudhalilisha mno utu, ambavyo vilikuwa vinadhalilisha sana utu. Ikiwa vigumu kwao kuelewa, ilikuwa ni vigumu wao kuelewa uwepo au tabia ya Mungu asiyeonekana. Uwepo au ya tabia ya Mungu asiyeonekana. Walikuwa na shida mbili: kuelewa Mungu ambaye haonekani na tabia ya huyo Mungu ambaye haonekani. Hawamuoni. So Mungu akafikiria afanye namna gani? Twende mbele. Kwa kuwahurumia Mungu aliwapa ishara ya kuwepo kwake. Mungu akawapa ishara ya kuwepo kwake, Nao na wanifanyie patakatifu. Na wao walitengenezee au wanifanyie patakatifu. Simple mpaka hapo. Kwa hiyo patakatifu ni nini? Ni mfano wa uwepo wake na tabia ambayo aliwapatia kwenye mifano hii wasaidie kuelewa. Sijui kama unanipata vizuri. Sasa matatizo ya wana wa Israeli na sisi binadamu ni kwamba tunachukua mfano uliopewa mtoto ajifunze, tunachukua huo mfano na kuwa ni kitu halisia. Sijui kama unanipata vizuri jamani. Kwa maana hiyo ndio tatizo la wana wa Israeli wanapokuamilia hekalu bila kujua. Walipewa mfano wajue Mungu na tabia yake, ndiposa tabia hiyo wajue ndio nao itafuta ndani yao. So wao wakabaki na mifumo ya kumtolea kafara kana kwamba yeye ndiye anayetaka damu na nyama na harufu nzuri ya nyama. Jamani, mnaelewa vizuri? Kwa hiyo huu ni mfano ambao Mungu ametupatia ambao unafaa utufunze kuhusu maskani yake. Yaani ni pattern. Unapofuata ile neno pattern kwa Kiingereza pale, inaweza kuwa ni plan, inaweza kuwa ni blueprint, inaweza kuwa ni a picture. Sawa? Alimpatia picha au mfano wa kitu kingine halisia. Sawa? Kwa hivyo sasa wao ndio ambao walikuwa wanafaa wajifunze kupitia mfano huu, ndiposa kile ambacho mfano huu ilikuwa inaelekeza kitimie ndani yao kama hekalu la Bwana. Now, sasa mfano huu basi hapa unalenga kutufunza nini? Na kama njia za Bwana ndizo ziko hapa, kuna mambo mawili ya kujifunza. Jinsi njia ya Bwana dhihirika hapa na jinsi ambavyo njia hiyo inatimia ndani yetu, kwa maana ndio lengo la mfano. Yaani Mungu hatamani tu tumjue yeye tukomee hapo nje. Anatamani tujue njia yake, baada ya hapo tufuate njia hiyo. Sawa? Haya. Sasa mfano huu hapa wa shaba ambayo ndani yake kuna miti ya mishita ilikuwa inamaanisha nini? Naomba twende mpaka hapo sasa. Ningelipenda mmoja aweze kunisomea kitabu kinachoitwa kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 10, Mwanzo 4:22. Msomaji wa upesi jamani. Mwanzo 4 fungu la 22. Imeandikwa nasema Sila naye akamzaa Tubal-Kain, mfua kila chombo cha kukatia, yule anayevua vile vyombo vya kukatia, cha shaba na cha chuma, na umbu lake Tubal-Kain au dadake Tubal-Kain alikuwa Naama. Alikuwa anaitwa Naama, sio? Naam. Now, asante. Naama ni dada ya Tubal-Kain, sawa? Naye tunaambiwa ya kwamba Kain ambaye ni mtoto wa nani? Wa Adam. Kain aliyemuua ndugu yake Abel alimzaa mtu anayeitwa Zila. Zila. Brass was made. Sorry. Hebu soma vizuri.
Kwenye fungu la 22. Nasema hivi, Sila naye Tubal-Kain. Ndio natafuta hiyo. Sila naye akamzaa Tubal-Kain. Na Sila ndio mtoto wa Kain. Sawa? Nini? Sijaelewa sauti zinazotoka zinamaanishaje. Sila ni mtoto wa Lamek, mjukuu wa Kain. Kwani nikisema mtoto wake nimekosea? Si Kristo akaitwa mtoto wa Daudi? Sawa. Sasa mimi nimeenda moja kwa moja kwa babake. Babake wa yule mwanzoni kule. Sawa? So ukifuata mwisho kabisa unapata Kain. Kwa hivyo unaweza kusema kwa kifupi ya kwamba sio Zira ni mjukuu, sio? Au mtoto wake, sawa? Lakini lengo langu hapo ni kwamba shaba inachipukia kwenye familia ipi? Ni familia ya Kain. Sawa? Na shaba imefumbuliwa na akili ya muuaji wa kwanza. Sawa? Ama sababu sijaeleweka, labda nifafanue. Shaba sio madini yanayopatikana kwenye mazingira, yaani neno nayapata pale yameumbika yako kule. Yaani shaba sio kitu ambacho kiko kwenye mazingira Mungu alichokiumba huko. Shaba ni mchanganyo. Yaani wale ambao mnaita advance. Sijui huko. Sisi tunapoenda kwenye chuo cha upili, chemistry, sijui kama kuna chemistry Tanzania. Chemistry form 2 kuna metals and alloys. Metal, sodium is a metal, alafu potassium is a metal, lakini ukiongeza potassium na metal nyingine kwa joto kubwa unatengeneza alloy. So brass ni alloy, ni mchanganyo wa chuma mbili. Sio kama nasema vizuri, metals mbili. Sawa? Moja ikiwa zinc, nyingine ikiwa copper. Mungu aliumba zinc na copper. Sasa Tubal-Kain kwa mawazo yake akakuja akaichanganya pamoja. So kwa njia fupi, shaba ni kazi ya mikono ya binadamu inayo reflect akili ya binadamu. Sawa? Mpaka hapo tumeelewana vizuri? So unapokuja kwenye madhabahu hapa nje, unapokuja kwanza hapo kabisa, unapata kwanza kabisa mnyama alikuwa anawekwa na kuteketezwa juu ya madhabahu ya nini? Ya shaba. Sawa? Yeah. So hiyo tayari inaweza kukuambia ya kwamba tatizo ambalo Bwana anasuluhisha ni tatizo ambalo limesababishwa na akili ya binadamu. Hiyo point inaeleweka vizuri? Ni tatizo ambalo binadamu ako nalo wapi? Akilini. Kuna vitu viwili ambavyo vimechanganywa pamoja. Na tabia ya shaba, si shaba. Tabia ya copper na zinc ni chuma mbili. Nikisema chuma namaanisha metal simaanishi iron. Ni chuma mbili ambazo huwa zinakinzana kwenye kanuni. Kwenye fisiolojia ya binadamu, zinc ikiwa juu inapunguza kuafifisha utumiaji wa, namaanisha hivi, zinc ikiwa juu inaafifisha utumiaji wa copper. Copper ikiwa juu inaafifisha utumiaji wa zinc. Ni chuma mbili zinazokinzana, zinazovutana. Sawa? So kwenye matatizo ya binadamu, kwenye asilia yao, kuna kitu fulani ambacho wamekiwekewa kwenye akili ambacho kinakinzana. Sawa? Na nafikiria Mwalimu Cyprian hiyo atanisaidia baadaye. Mimi ningependa nisingie hapa pale sana. So kuna kitu ambacho shetani ameweza kubandikiza kwenye akili ya viumbe wote, malaika wakiwa mmoja ndani yao. Naomba hiyo Mwalimu atanisaidia baadaye, ambao inaitwa haki bandia. Hiyo haki bandia ndiyo ambayo tumeimeza kwenye akili. Hiyo ndiyo ambayo kwenye msalaba tunaambiwa ya kwamba haki na rehema zikavutwa pamoja. Kwa nukuu zinazosema hivyo, sio? Zikagusiana. Sio? Sijamani mtanisamehe, kwa maana yake nukuu zenyewe kuna mtu anarushia, yana watafutie. Sawa?
Mimi nataka kutumia tu na assume kwa maana yeye atafanya hiyo, mimi nifanye sehemu nyingine, sawa? So ukisoma utapata ya kwamba tunaposoma pale mafunzo ya tabia ya Mungu, zile kanuni za kwanza zile ambazo sisi tunafunza, unapata ya kwamba shetani alileta nadharia ya haki bandia. Mahali ambapo nabii anasema ya kwamba haki na rehema, shetani alisema haviungani. So tulipomeza sumu hiyo, binadamu yeyote yule anayezaliwa kwenye familia ya Adamu, tuna nadharia ya kwamba haki ya Mungu na rehema zake hazipatani, zinakinzana. So ndiposa aweze kutukomboa Mungu, ikambidi aje kwanza tufikie kwenye upagani huo. So tunapoona damu inapomwagika, sasa tutakuwa tayari kumsongelea, kwa maana yake ashapata mtu wa kumpiga. Mimi ataniwacha huru. Sasa kwa hiyo msalaba wa Kristo, jambo lake pale ni kutuvuta, kwa maana yake tunamkimbia, tunamuogopa. Sawa? Kwa maana yake tumemeza kitu gani? Ni kama labda itakuwa ni vigumu kumeza bila nukuu, niambie jamani mwalimu, hiyo nipetie hiyo. Inakuwa rahisi. Nipeane hiyo. Unajua ninaweza kuwa ninaenda mbele hapa nasema huyu jamaa yeye anashinda anahepa kutupiana ushahidi, kwa maana yake hana. Sasa nilikuwa najaribu kuweza kusummarize ndiposa mwalimu mwingine afanye hiyo, mimi nipatie nafasi ya kukimbia mbele kidogo, but anyway ni vizuri kwenda kwenye hatua. Ningelipenda basi nisome moja, alafu mengine tutaweza kuendelea na mwalimu kwenye somo lake. Kitabu kinachoitwa Christ Triumphant 11 paragraph 4, ambacho nitasaidia kutafsiri kwa sababu ya muda. The condemning power of Satan will lead him to institute a theory of justice. Yaani nguvu za shetani za kuhukumu zitamuongoza aanze mfumo wa nadharia ya haki ambayo iko inconsistent with mercy. Kwa hivyo haki na rehema ziko what? Inconsistent. Unaposema inconsistent, zinavurugana, sio? Sasa ndio maana unapata hapa nje kabisa mahali mpango wa wokovu unaanzia. Mungu anaanzia kusuluhisha tatizo hilo. Ndiposa afikie binadamu, lazima kwanza amfikie binadamu kwanza kwenye haki anayoielewa. Ndiposa anapoona binadamu anapoona Kristo akifa kwenye msalaba, anakubali, kwa maana ameshalipa bei. Hiyo tu ndio inaweza msaidia binadamu anayekimbia asiendelee kukimbia, sasa atulie. Aki nampenda Kristo sana, kwa maana amekufa kwa niaba yangu, amelipa gharama yangu. So ukishapata hapo, hiyo inakusaidia kusongelea taratibu karibu na Kristo. Ndipo sasa Kristo mwenyewe aanze kukufunza na kukuelimisha kuhusu njia za baba yake. Lakini kwanza lazima hii bei ya baba yetu kwenye akili ifanye kitu gani? Ilipwe. Sasa sikiza vile ambavyo anavyosema mbele. So inconsistent with mercy, alafu anasema he claims to be officiating as the voice and the power of God. Anadai ya kwamba anayoyafanya ni kama sauti ya Mungu na nguvu za nani? Sasa hiyo ndio umeelewa, hamjaelewa kwenye shana ya mkono kwanza. Umesema inatoka kitabu gani? Christ Triumphant 11 paragraph 4. Naomba nirudie phrase hiyo. Nasema hivi, he claims, anadai, to be officiating. Now to officiate means what? Kufanya huduma. Sawa? As the voice, kama sauti, and the power of God, kama sauti na nguvu ya Mungu. So anapofanya shetani mambo haya, anayafanya kama shetani mwenyewe. Amejifichaje? Kama anafanya huduma na sauti na nguvu kutoka kwa Mungu. So unaposikia sauti kwenye akili yako wanapozungumza haya maneno, unajua nani anazungumza? Unajua ni Mungu. Unajua ni Mungu. Ndio maana ulimwengu mzima tunajua ya kwamba Kristo alilipa bei ya wokovu wetu. Mungu alihitaji alipe gharama. Ndio maana ulimwengu mzima tunajua ya kwamba Mungu alihitaji mtu apigwe ndipo tuwekwe huru. Sasa mwalimu, kuna sheria ya Mungu imevunjwa ambayo lazima ilipwe. Hebu fungua kitabu cha Isaya jamani.
Isaya 53 mstari wa 4 imeandikwa, hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini sasa sikizeni jamani, ulimwengu mzima, lakini tulimdhania ya kuwa, yani nyinyi nyote isipokuwa mimi na Isaya mkamdhania ya kuwa amepigwa na Mungu. Hiyo inasema hivyo, lakini anasema hivyo, asemi hivyo. Anajihesabu wapi kama Isaya? Anasema lakini tulimdhania. Lakini yani Isaya hasemi kwamba nyinyi mkamdhania. Isaya anasema tukamdhania, yani ulimwengu mzima naye akiwepo na mimi nikiwepo. Maana yake mimi mwenyewe nimekombolewa nikijua ya kwamba Kristo amepigwa kwa niaba yangu, akahesabiwa ninavyostahili. Mungu akamshughulikia yeye, mimi akanishughulikia mimi ambao angemshughulikia Kristo. Hiyo ndio ambayo imenivuta kuja kwa Kristo. Sio? Nikifikiria hao na mwaga machozi, kwa maana yake Kristo ananipenda. Lakini ukikaa kidogo utulie, uanze kufikiria na huyo baba mwenye kutaka hicho, unaanza kufikiria kama sio Kristo huyu baba maliza. Na ndio maana makanisa imejaa ya kwamba nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Mwaisikia nampenda baba? Hapana. Haipo hiyo. Maana baba yeye ni mgumu, ni mkali. Na ndio maana kwenye mafumbo yale mengine, yule aliyepewa talanta kama sikosea ni moja yule, alisema mimi niliona wewe ni nini? Ni mgumu nikaficha. Wanadamu wote tunawekana Mungu kwenye sura hiyo. Tunajua ya kwamba Mungu alihitaji ampige Kristo kwanza au ampige mtu mwingine ndipo sasa mimi awe tayari kunipokea. Kwa maana sheria yake ilivunjwa. So tatizo hilo ndilo ambalo la kwanza kabisa ambalo lazima kwanza lisuluhishwe. Haki hii na rehema hii ambayo inakinzana, ambayo ni bandia, iweze kuvutwa. Zikikubaliana ndiposa wewe uweze kumsongelea nani? Kristo. Unapomsongelea Kristo, then niwaambie maajabu ya Kristo. Twende kitabu cha Waebrania 2, twende pale. Maajabu ya Kristo ni haya. Anapokuja alafu anaweza kushinda imani yetu. Yani, now when I say kushinda imani yetu, I'm not sure if I'm saying the right thing. Anapokuja na kuwin our trust. Kuteka nyara fikira zetu. Kuteka nyara nataka kama ni mbaya pia, kwa maana yake nataka kama ni mabavu, kwa hiyo. You know, kuwin trust. Kuwin trust kwa Kiswahili. Au kusema tafutie kwenye win source. Kuvuta imani. Yani imani zetu zinavutwa. Kwa maana na shida kwa hoja, yani tunazidharau imani zetu kwa sababu ya ile ya kwanza. Sawa. Tafuta. Itakuwa rahisi tutafuta kwa sababu sisi tunaelewa Kiswahili vizuri. Kitabu cha Waebrania 2:13. Sema, na tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Nani anayezungumza kwenye kitabu hicho? Anayezungumza kwenye kitabu hicho ni yule anayezungumza mstari wa 11 kwamba yeye anayetakasa na wale wanaotakaswa ni kitu kimoja. Mbona wao wanaotakaswa naye anayetakaswa ni kitu kimoja? Kwa nini? Kwa nini jamani, naomba ndugu zangu muongee kwa upesi. Mbona anayetakasa na wanaotakaswa ni kimoja? Kwa maana ukiteremka chini kwamba vile watoto wanavyorithi damu na nini na mwili, yeye pia alirithi hivyo. Ukienda 16, kwa maana yake yeye hakuchukua asilia ya malaika, lakini alikuwa ni mzao wa nani? Hiyo ndio maana nao mfanya awe kimoja na nani? Naomba fungua macho kidogo hapa. Kwa madhabahu haya, kando ya kuwakilisha huduma ambayo Kristo aliifanya, yanawakilisha Kristo mwenyewe. Sasa nifafanue. Yanawakilisha Kristo mwenyewe. Alichukua mwili wa binadamu, na ndio maana yake kwamba Musa akaambiwa tengeneza nyoka wa nini? Washaba. Ilimbidi Kristo kwanza aje achukue mwili wa kibinadamu mdhaifu, sio tu mdhaifu by the way, mwili wa dhambi. Shaba. Sawa? Alipochukua mwili wa dhambi, nikukumbusha kitu fulani. Hapa juu kulikuwa na mafuta
ya mnyama yanawekwa hapa juu, sio? Alafu yanafanya kitu gani? Yanachomwa, sio? Kristo alipochukua mwili huu wa shaba, maandiko yanatuambia kwamba akahukumu nini na kutengeneza kitu gani? Hebu tuangalie hapo. Kama sijakosea ni Waebrania. Hebu kidogo. Hiyo nafikiria mtanipa dakika moja tu, lazima tuipate tuisome hiyo, kwa maana yake nisiposoma itakuwa ni vibaya. Now, kitabu cha Warumi 8 mstari wa 3. Kwa Kiingereza nasema, soma kwa Kiswahili hata kama umeipata. Warumi 8:3. Sawa. Imeandikwa maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Kwa hivyo Kristo alipochukua mwili kuna kitu fulani alichofanyia dhambi. Alihukumu dhambi katika mwili. Alihukumu moja dhambi katika mwili. By the way, kuhukumu kitu ni kitu gani? Alihukumu mwili katika dhambi kwa kutegemea nini? Kwa kutegemea mwili wake. Alihukumu mwili kwa kutegemea nini, ndugu zangu? Nauliza swali. Kristo alipochukua mwili akashiriki kwa mwili huu wangu ulio na hasira kama za kwangu huo mwili yani mwili ni mmoja na mimi na yeye tulikuwa na mwili mmoja, sio? Nauliza swali, alihukumu dhambi katika mwili wake wa kutegemea mwili? Alifanyaje? Hapo kwa madhabahu kulikuwa na moto, sio? Huo moto ulikuwa unawakilisha kazi ya Roho Mtakatifu. Yaani Kristo mwili aliochukua ni dhaifu kama wangu, sio? Kama haikuwezekana kutii sheria kwa maana ya udhaifu wa mwili huo naye alikuwa nao, sio? So ni vipi aliweza kuhukumu dhambi? Kwa maana yake kumbuka hivi, dhambi ni uvunjaji wa sheria, sio? Lakini kuna kitu cha msingi sana katika dhambi ambacho ni kukuwa na mashaka na amri ya Bwana. Yaani kukuwa na distrust na amri ya Bwana. Shetani tangu mwanzo amekuwa akihutubiria kwamba haiwezekani kabisa kutii amri ya Bwana. Ni vipi Kristo alihukumu hicho? Kwamba nyinyi mmekuwa mkikosea. Hiyo ni uongo, unadanganya. Kwa kuishi maisha matakatifu katika mwili huo. Sasa swali na kitendawili, aliishi kwenye hali hiyo aje? Sasa turudi kitabu cha Waebrania hiyo 2 mahali tulipokuwa anasema Biblia mstari wa 13. Kwa 13 anasema na tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Sasa sikiza. Anasema mimi nitamtumainia nani? Who is that yeye? Atamtumainia nani? Sasa alipokuja hapa sasa sijui kama kuwinda ni vizuri kusema hiyo. Sidhani kama ni vizuri. Ile win trust tulisema ni nini ile? Yaani kutujengea imani, kujengea uaminifu. Kujengea imani na karibia. Lakini hiyo imani ambayo imejengwa tayari tunamuamini. Yaani kumaanisha tulikuwa tunaishi kwenye mashaka na yeye na Mungu. Sasa baada ya kuja na kutudhihirisha, imani yetu imejengeka kwake. Sawa? Ulikuwa na mashaka, lakini sasa anapoendelea kujifunua katika maisha aliyoisha duniani hapa, wanadamu wanaanza kujengeka katika imani yao kwake. Ndio maana zawadi, sio? Anapokuja yeye, anakuja akisema mimi nakutumainia wewe. Sasa anaposema nakutumainia wewe, sisi wenyewe tuko wapi? Tuko nyuma yake. Kupitia vipi? Kwa kumwamini yeye. Si ndio maana yake? Tukishamwamini yeye, alafu anasema sasa hivi, mimi na watoto ulionipa. Yaani lengo ni hili, Kristo aje hapa
kwenye mwili huo atuonyeshe njia ya kushinda nini? Dhambi. Ndiposa ile siri ya utauwa ionekane. Sawa? Ni vipi Mungu na tabia yake inaweza kuonekana kwa binadamu, akamtuma mwanawe. Tunaambiwa kwenye kitabu cha, hebu tusome kitabu kingine, kitabu cha Waebrania 5 mstari wa 7. Naomba hiyo nisome kwa Kiingereza kwa maana yake sababu ya muda. Inasema katika siku zake, anazungumzia Kristo, katika siku zake za mwili, wakati ambapo alitoa maombi yake kwa kilio kikuu na machozi kwake yeye aliyekuwa na uwezo wa kumwokoa kutoka kwenye kifo, aliyemsikia siku za hofu za nini? Za hofu yake. Kwa Kristo alipokuja duniani hapa, kilio chake wakati wote ilikuwa ni kwa nani amuokoe? Kwa baba yake. Kwa baba yake. Kwa maana yake hakukuwa na tumaini yoyote katika mwili huu wa nini? Wa dhambi aliyokuwa nao. Kumaanisha akatuonyesha kushinda huu mwili sio kwa kutumainia nguvu zenu na mwili mlio nao, bali kwa kumruhusu yeye aliye na uwezo kutenda. Sawa? So tunapoona tabia yake nzuri inapotuvuta, anapotushika mkono, anaturejesha kwa Baba, tunatembea pamoja. Ni sisi na yeye. Sawa? So Baba anapompokea Kristo, anatupokea sisi pia. Kwa maana yake Kristo ashatupatanisha na tabia ya Baba kupitia kutuidhihirishia wapi? Duniani kwa matendo yake. Kitabu kingine, Waebrania hiyo 7:25. Waebrania 7:25. Inasema naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa anaweza kuwaokoa kabisa. Yaani sio tafadhali nusu. Anaweza kuokoa kabisa wale wanaomjia Mungu kupitia yeye. Maliza. Ndio anasema maana yu hai siku zote ili awakomboe, awaombee. Aya, asante. Naomba tukomee hapo. So point ya msingi ni kwamba madhabahu haya ya shaba yanawakilisha ubinadamu. Sawa? Tunaona vizuri? Labda hapo sijui kama sikuwa nimemaliza vizuri kuifafanua. Tumepata kwamba shaba mbunifu wake nani? Hebu nifafanue labda njia nzuri. Tunapozungumzia shaba, binadamu anapofanya kitu chochote, kwa mfano, unapoona vitu vyote vilivyo hapa mbele ni kioo cha mawazo ya mtu. Ndio. Si ni sawa? Kwa hivyo unapoona shaba, hii ni mawazo ya mtu. Ni mawazo ya sasa ni ya Kaini. Kwa maana yake mimi na Kaini ni tofauti. Mawazo yetu na kwa maana yake leo Kaini yeye ndio mbaya. Sisi wengine tuko sawa. Ni mawazo ya binadamu, sio? Kwa hivyo inamaanisha ikiwa hii ndio inaosuluhisha tatizo la wanadamu, then msalaba, tatizo la msalaba, the reason why Kristo lazima angekufa ni kwa sababu kuna matatizo kwa mawazo ya nani? Sasa matatizo ndio yale mambo ya kutomuelewa Mungu, sivyo giza limemfunika Mungu, inabidi Mungu atafute njia ndefu ya kutuokoa. Okay? Sasa sikiza jambo la pili, kitabu cha Ezekiel 22 mstari wa 18. Ezekiel 22 mstari wa 18. Nasemaje? Ezekiel 22 mstari wa 18. Ndio. Imeandikwa Mwanadamu, nyumba ya Israeli imekuwa taka za fedha kwangu. Imekuwa taka za fedha kwangu. Wote wamekuwa shaba. Na bati. Na chuma. Na risasi. Kati ya tanuu. Wamekuwa taka za fedha. Asante. Kwa hiyo unapata lugha hiyo, jinsi ambavyo machuma zinazozungumziwa hapo zimetumika ni katika mtazamo wa kitu kichafu. Si hapo imeeleweka vizuri? Kwa hivyo inapozungumzia hii, inazungumzia asili yetu. Sasa mbona tunasema ni asili yetu? Ni kwa maana kumbuka tuseme ni chuma au ni shaba hiyo? Chuma hiyo imefunika miti. Sawa? Naomba tuangalie miti nayo je, inasimamia kitu gani? Kitabu cha kwanza kabisa ni Yeremia. Kiasi tu.
17:8. Soma kama umeipata nyo umepata. Yeremia 17:8. Yeah. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Asante. Naomba tufungue nyingine. Huyo ni mtu anayezungumziwa ambaye amepanda kando ya nini? Ya mto. Sawa sawa. Hapo mtu amefananishwa na mti. But now kuna nyingine utafuta kitabu cha Yeremia 5 mstari wa 14. Yeremia 5 mstari wa 14. Yeremia 5:14. Imeandikwa Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa majeshi asema hivi. Kwa sababu mnasema neno hili, tazama nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto, na watu hawa kuwa kuni, nao moto utawala. Okay, so moto unawakilisha neno, sawa? Nao neno inapokuwa inawakilishwa kama moto, then moto uko na kuni, then kuni zile zinasimamia nini? Watu. So unapoona moto na kuni zinachanganywa pamoja, then inawakilisha jinsi ambavyo neno inavyochoma kuni, sio? Sio, unaelewa vizuri? Kwa hivyo kuni au miti inawakilisha kitu gani? Watu au binadamu, sawa? Now, hebu kidogo. Naomba ndugu kidogo. Now, hapa kwenye hekalu, kwenye vifaa vyote vya hekalu, ni ipi ambayo haijatengenezwa na miti? Wale ambao wasomaji wa hekalu, ni ipi ambayo haijatengenezwa na mti? Kinara cha nini? Ukikuja hapa, mtu wa mshita ukafunikwa na dhahabu. Sawa? Birika ni mtu wa mshita ukafunikwa na shaba. Sawa? Kwenye pillars za milango hapa, miti ya mishita ikafunikwa na dhahabu na mahali pengine fedha. Sawa? Ukija hapa ndani, hii yenyewe tayari na pembe. Mtu wa mshita ukafunikwa na dhahabu. Ni sehemu moja tu, kitu kimoja tu ambacho chenyewe tukifikia kilitengenezwa kwa dhahabu ya kupigwa, ambayo ni kinara cha taa. Ukiingia ndani, mahali mbao za amri zimewekwa, yaani sanduku yenyewe ni ya mshita ikafunikwa na nini? Na dhahabu. Sasa hapo kuna maneno. Binadamu anapochukuliwa na Mungu, tumesema anapochumbiwa yupo katika hali ipi? Ya uchafu wa dhambi katika mawazo, pia hamuelewi Mungu wenyewe. Amevurugwa, amewekewa giza limemfunika blanketi kabisa. Sawa? Lakini ndio maana mwimbaji mwingine akasema ya kwamba nitoe jinsi nilivyo. So anachukuliwa jinsi alivyo. Anakuja jinsi alivyo, sio? Anapokelewa jinsi alivyo. Akishabadilishwa nia, mawazo yake yamegeuzwa, ameanza kumwangalia Mungu kwa sura sahihi, safari inaanza taratibu. Pole pole, shaba inaanza kuondolewa, anaanza kubadilika taratibu maisha yake. Ndio maana ya mbadiliko kutoka kwenye shaba kuelekea dhahabu. Sawa? By the time inafika kwamba sasa ni kufunga ndoa ya siku ya mwisho, mahali sasa agano jipya, amri ya Mungu inaweka ndani ya moyo wa binadamu, yaani anang'aa. Ndio maana sanduku linalowakilisha moyo wa binadamu imetengenezwa pia na miti ya mishita ikafunikwa na dhahabu. Hello? Now, unapotembea safari hii, kila sehemu inawakilisha Kristo na hatua binadamu anazozichukua. Kwa maana yake ndiye hatua tunazozifanya nini? Tunazofuata. Kwa maana yake ukija kwanza hii yenyewe hamna binadamu anayewakilishwa na hii. Ndiyo. Sawa?
Lakini hapa ukifika hapa kuna vile inaowakilisha Kristo. Kumbuka kitabu cha Ufunuo tumeisoma. Na hii kuna jinsi ambavyo inaweza zungumzia pia kanisa. Kumbuka niwakumbushe kitabu cha Mathayo 25, wanawali 10 walikuwa na taa nini? Mikononi mwao na nini? Na mafuta. Sio? Kinara cha taa inasimamia nini? Roho Mtakatifu. Ni neno la Mungu. Kinara cha taa. Kinara, sijasema taa. Kinara cha taa. Kinara ni nini by the way? Kinara ni nini? Yaani lugha ya kawaida kinara ni nini? Kinara ni nini? Sijamasha maana yake. Yaani kinara chenyewe ni nini? Kinara ni nini chenyewe? Yaani kwenye kawaida tu, yaani sijamasha maana ya kinara. Kinara chenyewe ni nini? Unaposikia kinara ni nini? Ni nguzo. Hatujui. Mnajua. Kinara ni stand. Yes, stand. Ni stand, sio? So kinara cha taa. Taa inaweza kuwa ni kando ama inaweza kuwa ni koroboi. Yes. Sawa? So kuna kinara kinachobeba taa. Sawa? Kuna kinara, kuna taa, kuna mafuta. Sio? Kinara chenyewe ni nini? Sasa wewe kikumbuka vizuri. Ule kwenye wanawali wale wanawali walikuwa na nini? So nani amebeba taa? Wanawali. So kinara ni nini? Wanawali ni kanisa. Funuo 1. Funuo 1 mstari wa 20. Sura 20. Imeandikwa siri ya zile nyota 7 ulizoziona. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume. Katika mkono wangu wa kuume. Na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yule, ni malaika wa yale makanisa 7. Yale makanisa 7. Na vile vinara 7 ni makanisa 7. Sasa hapo simeingia vizuri? Kinara ni nini? Sasa ndio maana tunapata wanawali wanawakilisha kuwa wamebeba nini? Kwa maana yake wao ndio wanaofaa kuwa nini? Vinara. Inaowekelea nini? Kristo akasema kitabu cha Mathayo 5 kwamba hamna anayewasha taa akaweka chini ya nini? Unaweka juu watu waone. Juu wapi? Kwa kanisa lake. Sio? Kwa wanawali wale unapowaona pale wanawakilisha kazi ambayo ilikuwa inatendeka katika patakatifu hapa. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji zile taa ziendelee kuwako wanapopiga hatua ya nini? Ya mwisho. Hello? Kwa hivyo wanataa nao, taa yenyewe sasa ndio neno la nani? Lakini hilo neno la Mungu haliwezi saidia wanawali ambao ni kanisa bila mafuta, ambayo ndio kazi ya Roho wa nani? Kazi ya Roho wa Mungu. Mpaka hapo tumeelewana? Nao. So unapoingia basi ndani kwenye hatua kabisa, then Mungu anafanya kazi ya mwisho ambao sasa anahitaji kwa ukamilifu aondoe kabisa uovu wote ule. Ambapo anatafuta kikundi cha mwisho ambacho kitabaki kuwa na dhahabu tupu kutoka nje bila pembe awaye yeyote. Kwa maana yake patakatifu hapa kuna pembe zipo zinabakia. Yaani ukitoka hapa pembe ni ndefu. Sawa? Lakini zimefunikwa na shaba. Anapoishi naye huyu mtu, anapofanya kazi ile ya kutakasa, taratibu anapoendelea kushiriki pamoja, zile pembe zinaendelea kupunguzwa. Pembe kwa maandiko zinasimamia nini? Now, ukiangalia kitabu cha Desire of Ages 107 paragraph 4, kitabu cha Desire of Ages 107 mstari wa 4 inasema ya kwamba mahali popote dhambi inapopatikana Mungu ni moto ulao. Waebrania 12 mstari wa 29. Alafu nasema in all who submit to his power the Spirit of God will consume sin. Kwa wote wanaojiachia
kwa nguvu za Bwana. Roho wa Bwana atachoma nini? Dhambi. So ndio maana ya madhabahu. Alafu hapo ndani nini inawekwa? Yaani mafuta ya nini? Ya mnyama anapochinjwa, viungo vya ndani na mafuta yalikuwa yanawekwa hapa ndani. Sasa moto huo unapokuwa unachoma, ilikuwa inahakikisha ya kwamba mahali popote binadamu aliye mchafu, aliyekuwa amechafuliwa kwa sababu ya sintofahamu ya tabia ya Mungu, anapojiwachilia kwa Bwana, Roho wa Bwana anaposhuka katika maisha ya huyu mtu, anaruhusiwa afanye kazi ndani yake, anaanza kusafisha nini? Dhambi. Anaanza kuangamiza dhambi. Ijapokuwa haishi, sio? Anaanza kwa kubadilishwa nia kwanza, alafu anaingia kwenye mchakato wa kubadilishwa kila wakati, kila nini? Kila siku. Wanapoendelea kupiga hatua taratibu. Now, kuna kitu cha msingi ambacho ningependa nizungumzia then tumalize katika somo letu la saa hizi. Pointi ya msingi ambayo labda ningependa nimalize nayo ni hii. Samahani, hiyo tumalize ukurasa gani? 107 ni ukurasa wa 69. Kiswahili ndio ukurasa wa 69 ile aya ya kwanza. Ningelipenda nizungumze kitu kimoja peke yake, and then from there nitaweza kukomea hapo, tutaendelea kupanua kesho. Now, tunapofika hapa, tumesema sababu kuu ya madhabahu haya sio tu kwa maana yake Kristo anakuja anachukua mwili huo, alafu aanze kutudhihirishia njia ya kushinda dhambi, kwa kuruhusu Roho Mtakatifu atakase maisha yetu na kutubadilisha nia zetu, lakini pia inazungumzia kile ambacho tumesema kwamba ni tatizo la binadamu. Naomba niwakumbushe kazi ya Yohana Mbatizaji. Ni kitabu cha Malaki 3 tuliyoisoma. Kazi yake ilikuwa ni kuandaa nini? Njia, sio? Na tukasema ya kwamba tunaweza fananisha kazi ya Yohana Mbatizaji na kazi ya nini? Behewa, sio? Sasa unapoenda kwenye kitabu cha Mathayo 3, ningelipenda tuweze kusikia lugha ya Yohana alafu tukaifananishe na huduma ya hapo nje. Inasema hivi kuhusu matamshi ya Yohana mwenyewe. Hebu tuweze kuenda mstari ule wa 8. Mstari wa 8. Imeandikwa, basi zaeni matunda yapasayo toba. Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu waweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Na shoka limeshawekwa kwenye mzina wa mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Naomba kuuliza swali. Mshina na mizizi kitu kimoja au vitu viwili tofauti? Vitu viwili tofauti. Shoka inawekwa wapi? Mashina. Sasa ndo nauliza swali, mshina na mizizi ni kitu kiwili, ni kitu kimoja, vitu viwili tofauti? Viwili tofauti. Lakini ukiangalia Biblia ambayo mmeisoma inasema, sasa niko na swali, wewe ukikata mti kwenye mshina ita sprout? Ita sprout? So kuna haja ya kuikata dhani kama unataka kuiangamiza kwenye mshina? Yaani wangapi ambao wameona huu mti unaoitwa eucalyptus? Unajua eucalyptus? Kwa Kiswahili unaita mkaratusi. Ukiukata kwa kwenye mshina ita sprout? Utaota? So kuna haja ya Yohana kuambia haya? Shakimbia kutoka Kiswahili. Kiingereza isemi hiyo kitu nasema Kiswahili hapo. Kiingereza nasema shoka imewekwa kwa mzizi. Yaani ikikata hayoti tena. Hiyo ndio sahihi, sawa? Sawa?
Sasa ikiwa hapo imeshaeleweka vizuri, pointi yangu nataka kufananisha ni hii. Kwenye huduma ya Yohana, kwenye huduma hiyo ya Yohana inayowakilisha kwenye behewa hapa, Mungu anapowakilisha hiyo anamaanisha ya kwamba anataka asuluhishe dhambi kwenye mzizi wake. Akishasuluhisha dhambi kwa mzizi wake, anawatangazia kwamba dhambi haitazuka tena. Sawa? Ndio maana ya nini? Shaba ile. Anasuluhisha tatizo. Ndio mwalimu anaendelea kusisitiza kuhusu sheria ya Bwana tunavyoiangalia. Na mimi nimewaongezea kuhusu haki yake tulivyotachafuliwa kwenye mawazo. But kuna point ya msingi. Na hii point ya msingi ningelipenda niimalizie hapa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:23 inasemaje? Korintho wa kwanza 7:23. Nasema hivi. Mlinunuliwa kwa thamani. Mlinunuliwa kwa thamani. Msiwe watumwa wa wanadamu. Basi msiwe watumwa wa wanadamu. Kwa hiyo tunaambiwa kwa kweli ya kwamba hamna fumbo hapo. Kwa maana yake sisi wenyewe wokovu wetu umegharimu. Sawa? Tumenunuliwa kwa gharama. Kwa maana yake imelipwa. Sawa? Wakorintho wa kwanza 6. Wakorintho wa kwanza 6. Naomba mtu anisomee mstari wa 20. Inaandikwa maana mlinunuliwa kwa thamani. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi tukuzeni Mungu katika miili yenu. Tukuzeni Mungu katika nini? Miili yenu. So it is true kwamba Baba alipomtuma Kristo, alimtuma ndiposa aje alipe gharama ya wokovu wetu. Sawa? Sasa tatizo kawaida inakuwa ya kwamba mara moja mtu akijua kwamba amri ya Bwana ilipovunjwa, alafu unasoma gharama imelipwa, moja kwa moja kwa maana ya influence za sheria za binadamu, tuna conclude ama tunamalizia kwa kusema ya kwamba Mungu ndiye aliyehitaji gharama hiyo. So unapata tunaabudu Mungu ambaye yuna sura mbili za kujificha. Sura ya kwanza anakutumia Kristo aje afe. Sawa? Kwa maana yake alipe gharama, kumbe yeye ndiye aliyekuwa na hitaji hicho. Kwa maana yake anamtoa Kristo ndiposa amtese Kristo sasa yeye, alafu sasa ndiposa hasira itulie, ndiposa sasa wewe akukupokee. Unaelewa vizuri? So ukishakuwa na sura potofu kama hiyo, ukijirudisha kwenye nafasi ya Kristo, kwa maana yake sasa Kristo hayupo kati yangu na mimi, unawaza moja kwa moja ya kwamba yeye ndiye atakayenishughulikia baadaye. Na nielewa vizuri? Kwa hiyo binadamu kwenye wazo hilo kuna kitu kimoja ambacho hatujawahi elewa. Kama binadamu ambao tumeishi kwenye huduma kuanzia maisha ya hapa nje na hata kabla ya hapa. Ni hapa tu peke yake ambapo tunaanza kupata Mungu anaanza kurejesha tabia yake kwenye ujumbe wa Ufunuo 18. Kwa maana yake kazi ya hapa ndani inaingiana Ufunuo 18. Hapa tu ndio Mungu anaanza kujifunua kikamilifu. Sio kwa maana kwamba hawa hawakumuelewa, walimuelewa kwa kimo fulani. Walikuwa wanamwamini kwa kimo fulani na walikuwa wanamtumainia Mungu, wanajua kwamba Mungu ni mwaminifu, lakini njia zake hawakuwa wanazifahamu kwa usahihi. Na hayo haimaanishi tunapoingia hapa ndani tutakuwa tumefika kwenye kimo kikamilifu. Hiyo haimaanishi hivyo. Kwa maana hata milele tutaendelea kujifunza upendo wa nani? Lakini hapa ndiposa Mungu anaanza kurejesha ufahamu kuhusu tabia yake. Kwa maana yake ndio wakati ambapo amri zake zinaanza kurejeshwa, kuanza kufunzwa makanisani vizuri. Na amri zake sio kitu tofauti isipokuwa tabia ya nani? Tabia yake. Umeona vizuri? Now, point ya msingi ndio nataka kuzungumza ni kwamba Kristo alipokuja ilichombidi imfanye awe kama binadamu, ni kwa maana anayehitajika alipe fidia ni yule aliyekuwa wa karibu wa mfungwa. Naomba nifafanue. Kitabu cha Walawi 25, hapo ndipo ningependa tuweze kumalizia. Walawi 25 jamani, mstari wa 24. Walawi 25 mstari wa 24. Naam.
Leviticus 25:24. Imeandikwa mstari wa 24. Nasema nanyi mtatoa ukombozi kwa ajili ya nchi katika nchi yote ya milki yenu. 25. Kwamba nduguyo amekuwa maskini, ikiwa nduguyo atakuwa maskini na kuuza sehemu ya milki yake, ndugu yako amekuwa maskini akauza sehemu ya milki yake, ndipo jamaa yake aliye karibu naye atakuja. Ndipo jamaa wake aliye karibu naye atafanya kitu gani? Atakuja naye ataikomboa ile aliyoiuza nduguye. So ikiwa ndugu yako atakuwa maskini alafu ashinde kufanya kitu gani? Kukomboa mali yake. Aliye ndugu yake wa nini? Wa karibu atafanya kitu gani? Atakuja naye ataikomboa ile aliyoiuza nduguye. Na kama mtu hana atakaye ikomboa, naomba komee hapo. Naomba uende 47-49. Walawi. Hiyo 47 hadi 49. Okay. Inasema tena kama mgeni au mtu akaaye nawe akitajirika, ikiwa mgeni yule mgeni ni mtu stranger huyo. Stranger. Nakumbuka stranger? Ikiwa mtu mgeni stranger ambao sio wa familia ile atakuja atajirike kwa familia yenu. Na nduguyo amekuwa maskini karibu naye, alafu ndugu yako anakuwa maskini, akajiuza kwa huyo mgeni, au kwa huyo akaaye kwako, ama huyo anayekaa kwako, au kwa ukoo wa jamaa ya huyo mgeni, baada ya kuuzwa aweze kukombolewa. Mtu mmoja miongoni mwa ndugu zake ana ruhusa ya kumkomboa. Sasa tufafanue. Unajua haya ni yale masharti ambayo Mungu amewapatia, sio? Sasa haya masharti yalikuwa ni mafunzo ya elimu ya wokovu. Sasa alikuwa anamaanisha aje? Dunia hii ni ya kwetu, najua. Baadaye tuko nyumbani. Lakini unajua tuko kwenye nchi za wenyewe tayari. Tuliuza. Hamjui tuliuza dunia hii. Tuliuza kwa shetani. Na tuliuza kupitia pesa ngapi? Bure. Hapana, kwa tunda. Yaani tunda pekee. Dunia hii yote tukaondosha, ikaenda. So nikiingia Tanzania nyumba ya baba yangu naambia leta kibali. Polisi wa barabarani, unaenda wapi? Naenda Songea kufanya nini? Naenda kuona ndugu yangu huko. Alafu anauliza, wewe una ndugu huko? Nchi ya baba yangu, lakini mimi ni nini? Nilikuwa mgeni. Sio tu nimeuza dunia, mimi mwenyewe nimejiuza kwa mgeni. Najua shetani alipotoka mbinguni hakufukuzwa, sio? Alifukuzwa. Ndio alimwambia hapa ukae. Kama uniabudu, hapa ukae. Ama umekataa kuniabudu, nichagua jambo moja, uniabudu ama utoke. Sasa sikiza. So shetani alipotoka mbinguni, yani makao yake yalikuwa huko, sio? So akakuwa anazunguka katika malimwengu ya Mungu. Ni mgeni aliyeingia kwenye sayari hii. Akatudanganya, tukamuuzia kwa matunda. Sijui unaelewa vizuri? Matunda yenyewe haikuwa yake. Matunda ya kwetu. Ndio. Sasa sikiza, point yangu ya msingi ni hii. Sasa yani janga kubwa pale na hatari ni kwamba ulimwengu huu uliokuwa wetu umeenda na sisi wenyewe ni watumishi wake. Sawa? Sasa kwa hivyo hauwezi komboa dunia, lakini pia hauwezi jikomboa hata wewe, sio? Lakini habari njema ni kwamba ndugu yako wa karibu ana haki ya kukomboa. Akuja mlipe, unataka nini? Amina. Unataka nini? Nataka damu. Namwambia hiyo nitafanya nini? So ikambidi
Kristo achukue mwili wa nini? Mwili wa shaba. Hello? Ndio maanake tunaambiwa ya kwamba hakuchukua mwili wa malaika. Alichukua mwili wa nini? Mbegu ya nani? Ya Ibrahimu. Habari njema ni kwamba sasa hapo ukienda kwenye familia ile utapata mlevi, kahaba, Rahabu yuko pale, mdanganyaji kama Daudi, watu wa poligami wako huko wengi. Alafu anasema ya kwamba hakahukumu dhambi katika nini? Ukiingia pale kuna watu wadanganyifu, watu wenye hasira. Sio? Lakini alipolidhi mwili ule, yeye akaiambia hii nakanyagia chini. Akamwambia mwanangu, hii ndio njia ya kutembea. Kwa yule wa karibu ndiye aliye na ruhusa ya kuja kulipa fidia. Sasa swali ni kwamba analipa fidia nani? Anamlipa shetani. Na wasikizeni vizuri. Unaposikia lugha kwamba fidia imelipwa, wakati mwingi, sasa sikiza swali. Baba yako atakuweka mateka, alafu tena anahitaji fidia kutoka kwake mwenyewe. Hapana, jimbo ambalo aliingia hivi. Lakini Mungu wa mbinguni amekuweka mateka yeye mwenyewe. Sawa? Tutamsingizia? Kwa sababu tumuelewi. Yaani yeye mwenyewe ndiye ambaye ametufungia. Sawa? Yeye mwenyewe huyo akatoa fidia ya mtoto wake yeye mwenyewe. Anampiga yeye mwenyewe mtoto wake yeye mwenyewe. Sasa ndipo kabisa mwanangu, sasa nimekusamehea. Na sheria ni kwake yeye mwenyewe. Sasa sikizeni. Sasa shetani ndiye ambaye ametufunga kupitia ile haki ile yake. Sawa? Sasa sikizeni. Tunamtumikiana kupitia nini unajua? Mwili. Mwili na akili. Department za shetani za kumfanyia kazi zinakuwa 3. Hebu niwaambie mahali namaanisha kitu gani? Namaanisha hivi. Mtu anapokuja nyumbani kwenu alafu anawapiga na wachukua mateka, kuna options 2. Awaue kwenye nchi ya kwenu, mkufia hapo, mambo yaishi. Kwa maana yake aliyekufa hajui jambo, hasira yake kila kitu imefanya nini? Imeondoka. Au akuchukue Babeli kama Daniel, akufanye mtumwa wake. Sawa? Na baada ya kumtumikia pia akuue. Ni gani afadhali? Wote mtachagua gani? Umalizane hapo hapo. Wangapi ambao mtachagua ya kwanza? Inua mkono nione. Lakini niwaambie maajabu ni kwamba sisi sote duniani hapa tumechagua ya pili. Tunamtumikia shetani kwenye department 3: tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha maisha. Tunamfanyia kazi kweli kweli. Baada ya kumfanyia kazi, ametuhukumia kifo. Tusome hiyo. Sote hiyo tuweza kumaliza. Kitabu cha Zaburi 102 mstari wa 20. Zaburi 102 mstari wa 20. Mstari wa 20 imeandikwa ili akusikie. Nebu kidogo. Anzia verse 19. 19 anasema maana ametazama toka patakatifu pake pa juu. Ametazama toka patakatifu pake pa juu. Toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi. Toka mbinguni Bwana anaangalia nchi. Ili akusikie kuugua kwake, ili asikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Sasa kuna mambo mawili hapo. Wako wafungwa. Sawa? Wako nini? Wamefungwa, ni wafungwa, sio? Now they are in bondage. Wao ni slaves. Ndio hiyo maana yake. Lakini wameandikiwa utumwa tu hautatosha. Utumwa tu hautoshi. Kuna adhabu ya nini? Ya kifo. Kwa hivyo adhabu ya kifo ambayo Kristo analipa, Mungu haidai. Anaoidai hiyo adhabu ya kifo ni yule ambaye ni Bwana wetu kwenye utumwa. Yeye ndiye ambaye ametufunga tunatumikia dhambi. Na baada ya kumtumikia kwa bidii, kahaba kule Dar es Salaam, sio? Sasa anapoteza zawadi ya kitu gani? Ukimwi. Yaani hiyo ukimwi ni zawadi tu ya kuwa hai hapo. Sasa hiyo sio mbaya. Kwa maana unaweza tafuta dawa ya kutumia. Hiyo haina shida hiyo. But
Point yangu ya msingi ni kwamba shetani haijalishi utamtumikia kwenye department ipi. Sawa? By the way, mzee Amoro Odinga ashalala. Na utumaini ya kwamba Mungu alikuwa ameshafanya kazi na yeye akakubali. Beside that one, zawadi ni moja tu. Mimi natamani ya kwamba kwa yote aliyoyafanya mazuri na mabaya aliyoyafanya, natamani ya kwamba kabla afe alimwambia Baba, kwenye mikono yako weka roho yangu. Aidha kumkumbusha, najua Mungu, nimekaa gerezani miaka mingi kwa ajili ya Kenya. Najua Mungu, nisijui macho yangu yamepasuliwa sababu ya Kenya. Naomba unikumbukie hayo. Kama amekufa akisema Mungu nikumbuke, kwa maana yake nimeweka roho yako mikononi, afadhali. Lakini zaidi ya hiyo, yaani tu yule aliyekuwa anamtumikia, yaani kile ambacho amemwandikia kwenye kitabu ni nini? Hiyo ndio anatamani mwishoni. So unapoona Kristo anakuja kulipa fidia, fidia hii anaoitisha sio Baba wa mbinguni. Anayeitisha ni yule ambaye ametuchukua utumwa. Sawa? Ametudanganya na maua kidogo kidogo duniani hapa. Unaendelea kumtumikia, unafikiria uko huru. Kumbe wewe ni mfungwa wake. Alafu mwishoni anaenda kutamani na kudai. Hata si kutamani, huwa anadai. Ukisoma kitabu cha Yuda, alienda kudai mwili wa Musa. Alidai. Wewe si kudai. Alienda kupambana. Huu ni wangu. Huu umfanye kitu gani? Huu ubei. Ukisoma kitabu cha Zakaria, hata alienda kupambana kwa ajili ya Yoshua. Na sijui kama mnajua, ukisoma Patriarchs and Prophet, na pia Yakobo mwenyewe alipodanganya baba yake, anaporudi shetani alikuwa anadai aachiwe Yakobo. Wewe na mimi hivyo. Anatusukuma kwa dhambi. Tunamtumikia department ya economy, inaitwa nini? Pride of life. Kuna wengine ambao tunatumikia shetani kwa department ya tamaa ya nini? Ya mwili. Tunamfanyia kazi kweli kweli. By the end of the day, kile ambacho anadai mwishoni ni nini? Mauai wangu auchukue. Sasa Kristo yeye alipoona hivyo, sasa Kristo na Baba wapo katika dilema. Wanapotusongelea tunaendelea kukimbia. Sio? Sasa anaona tunapoendelea kukimbia ndio tunaendelea kuingia kwa mitaa ya yule jamaa. Akasema kwa vyovyote vile lazima nitafute jinsi ya kumkomboa huyu binadamu. Wacha nilipe fidia yeye anayofanya kitu gani? Anayoitaka kwenye akili zake. Labda nikishafanya hiyo nitawavuta kwangu. Nikishawavuta kwangu, hao mengine nitawaeleza baada ya hapo. So msalaba wa Kristo ni chombo cha kutufikia, na wala sio chombo cha kudhihirisha hasira ya Mungu imwagwe huko. Kwamba Kristo sasa amwagiwe hasira ambayo Mungu amekuwa akishikilia miaka 1400. Unajua sometimes ukifikiria jinsi ambavyo tunamhubiri Mungu unaona usihuzuni sana. Tunahubiri Mungu ambaye amekuwa akipatiwa kafara za ndama inatuliza hasira kwa miaka kadhaa. Hiyo hasira inaendelea kujazwa taratibu. Inaendelea kujaa. Mnafanya dhambi, mnampatia kafara, inajaa tu lakini limetulizwa na damu. Sasa siku kama Kristo alikuja akaimwaga kwake. Kristo Jumapili asubuhi akaamka, akaenda mbinguni akamuuliza Baba, imekutosha au bado? Amwambia mwanangu hiyo. Sasa sijui unatafsiri namna gani wewe. Na baada ya hapo wale watakao mkataa hasira ile ambayo Kristo aliipokea, sasa wacha wewe mwenyewe utaiona wewe mwenyewe. Atakumwagia. Huyu ndio Mungu wengi tunayemwabudu wewe. Sasa ndio maana mwandishi mmoja kama sijakosea, si kama ni Wago na nitahakikisha kesho, anasema chombo ambacho kilipeanwa kudhihirisha upendo wa Mungu kimekuwa ni chombo cha kufanyia cha kudhihirisha upagani. Mahali ambapo hasira ya miungu inatulizwa na kafara. So tunaye Mungu ambaye msamaha wake sio wa bure. Msamaha wake ni msamaha ambao umelipwa na damu ya mtoto wake mwenyewe aliyemtoa. Mimi sijui kama sura ya Mungu unaielewa vizuri. Yaani yeye mwenyewe ndiye anayekupenda wewe. At the same time anataka wewe pia akupige.
At the same time ana haki ya kuridhika kwa kumpiga mtoto ambaye hana hatia. Alafu baada ya kumpiga sasa yeye akuwe sawa. Sasa sielewi hiyo ni haki kwenye haki yenyewe au hadi sasa ni mchafuko wa haki. Leo nina binti na kijana, nina watoto wawili, nishafunga safari. So kwenye hawa watoto wawili hawa. So hana naye tuseme amefanya kosa. Alafu nampenda sana. Niseme sasa wewe nakupenda sana, nichukue blessing nimutandike. Kwenye diamba ya nanaye. Sasa nitakuwa nimemtendea haki kweli ya nanaye. Hata nanaye mwenyewe umemuonea. Umemuonea? Kwa sababu unamuumiza tena, yani kwanza hujamsaidia kwenye tatizo. Sasa hiyo ndio injili ambayo tumehubiri hapo awali. Kwa maana yeye ashashughulikia Kristo. Mimi haijalishi huko. Bora tu ni nyuma ya nani? Ya Kristo. Yeye ashashughulikia Kristo, mimi hapa niko sawa. So utagundua ndio maana tunampenda Kristo. Ni sawa, hiyo ina shida. Tunampenda Kristo, ni sawa kabisa, haina shida. But kwa hiyo process yote, chuki na hofu kwenye mawazo ya binadamu kuhusu Baba ndio inasalia. Na ndio maana lazima mwisho kabisa hiyo iweze kufunuliwa kabisa. Ndipo sasa mwishoni tuone Baba na Kristo jinsi walivyo kitu kimoja. Sio mmoja ni mpingamizi wa mapenzi ya mwenzake. Mungu awabariki. Naomba tuweze kupiga magoti, tuweze kuomba. Baba unayetupenda, tunakushukuru kwa maana ya kutupatia nguvu na hata akili zenye usikivu mwema. Tunaamini ya kwamba tumepata changamoto ya kwenda kujifunza tena. Tunaamini ya kwamba utaendelea kutuvuta kupitia yote ambayo tunajifunza na kurejea hata yale ambayo tunayafahamu. Tukiamini tu kwamba lengo lako kuu ni kwamba uweze kuvuta mioyo yetu, ndiposa tuweze kukaribia wewe ambaye tu ndiye kimbilio chetu. Katika maisha yetu yote ya kuhangaika kushinda dhambi, tusije tukakubali kusikia sauti ya yule mwovu Shetani inayotamani kutukatisha tamaa, bali uendelee kutuvuta kwenye upendo wako. Daima tubaki tukiwa tunatumaini utukufu wako na uaminifu wako. Tukuachie mioyo yetu na tukuruhusu uweze kutusafisha na kutufinyanga unavyopenda, unavyotaka. Ndiposa tuweze kudhihirisha tabia yako takatifu katika maisha yetu yote, katika vitendo vyetu vyote. Usiku huu tutakwenda kupumzika miili hii, tunaomba ya kwamba utuhifadhi, utuburudishe usiku mzima na utupatie nafasi nyingine ya kuweza kuamka tukiwa wazima. Tunaomba kwa Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen.